Uteuzi wa waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya serikali naomba kuwasilisha maelezo kuhusu hoja ya serikali ya kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunipa fursa hii kwa mujibu wa kanuni ya 33(2) ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025 ili niwasilishe hoja ya serikali kuomba Bunge lako tukufu limthibitishe waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyeteuliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa ibara ya 51 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Mheshimiwa Spika, kabla sijatekeleza jukumu hili la kikatiba, naomba nianze kwa kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na karama mbalimbali, hivyo kutuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi kama tunavyomuomba kila siku ya shughuli za Bunge, ambapo pamoja na mambo mengine katika dua yetu tunamuomba Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa ibara ya 62 na 63 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Bunge letu lina sehemu mbili, yaani sisi wabunge ni sehemu ya kwanza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sehemu ya pili. Mchakato wa demokrasia umeamua kwa dhahiri kabisa kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni chaguo la walio wengi katika nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza kwa dhati kwa kuchaguliwa kwake kwa kura nyingi za kishindo kuiongoza nchi yetu kwa kipindi kijacho cha miaka mitano. Pamoja na yeye, nampongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi aliyechaguliwa kwa tiketi moja na Mheshimiwa Rais kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, naomba nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye wananchi wa Zanzibar wamemchagua kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wananchi wa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wametamka kwa kura zao na wameonyesha imani yao kubwa kwa viongozi wao kwamba wataendeleza mafanikio ya kiuchumi na kijamii yaliyokwisha kupatikana, wataendeleza mazingira ya amani na utulivu, na pia watadumisha muungano wetu, umoja wa wananchi wetu na mshikamano baina ya wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, aidha napenda kutumia fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua tena katika nafasi hii ya mwanasheria mkuu wa serikali. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake na namwomba anipe busara, afya njema na ustahamilivu ili niweze kutekeleza majukumu niliyokabidhiwa.
Nitaendelea kutekeleza majukumu yangu ya kikatiba na kisheria na kuzingatia katiba na sheria za nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kwa uwezo wangu wote kwa mujibu wa viapo nilivyoapa. Mheshimiwa Spika, naomba pia kukupongeza wewe binafsi kwa kuchaguliwa na wananchi wa jimbo la Ilala ili uwe mbunge wao wa kipindi kingine cha miaka 5. Naomba nikupongeze pia kwa kuchaguliwa kuwa spika wa bunge la 13. Uzoefu na umahiri uliouonyesha katika bunge la 12 ukiwa naibu spika katika kusimamia na kuendesha shughuli za bunge ndio uliotupa imani sisi wabunge kukuchagua kwa kura za kishindo. Mheshimiwa Spika, naungana na wabunge pamoja na wananchi wa Tanzania kukutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu ya kuongoza muhimili huu wa bunge kwa mafanikio. Mheshimiwa Spika, napenda pia kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote mliopata nafasi ya kuingia bungeni. Nawatakia kila laheri katika utekelezi wa majukumu yenu ya uwakilishi wa wananchi kupitia chombo hiki kitukufu. Mheshimiwa Spika, baada ya pongezi hizo, sasa naomba kutoa hoja kwa mujibu wa kanuni ya 33(2) ya kanuni za kudumu za Bunge, kuliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliofanywa na Mheshimiwa Rais kwa mujibu wa ibara ya 51 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Mheshimiwa Spika, kama waheshimiwa wabunge watakavyokumbuka, ibara ya 51(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatamka kwamba mapema iwezekanavyo na kwa vyovyote vile ndani ya siku 14 baada ya kushika madaraka yake, Rais atamteua mbunge wa kuchaguliwa kutoka jimbo la uchaguzi anayetokana na chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi, anayeelekea kuungwa mkono na wabunge walio wengi, kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye hatashika madaraka hayo mpaka kwanza uteuzi wake uwe umethibitishwa na bunge kwa azimio litakaloungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Mheshimiwa Spika, kama ulivyoliarifu bunge lako hili tukufu, Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni mbunge wa kuchaguliwa kutoka jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi. Pili, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anatoka Chama cha Mapinduzi ambacho kwa mujibu wa matokeo ya uchaguzi mkuu
uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 yaliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndicho chama chenye wabunge wengi zaidi humu bungeni. Na tatu, kwa mujibu wa masharti ya ibara hiyo ya 51(2) ya Katiba, Mheshimiwa Rais amelileta jina la Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba katika bunge hili kwa ajili ya kuthibitishwa. Mheshimiwa Spika, majukumu makubwa ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ninaliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wake yameainishwa katika ibara ya 52 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nayo inatamka kama ifuatavyo. Ibara ya 52(1): Waziri Mkuu atakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, usimamiaji, utekelezaji wa siku hata siku wa kazi na shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ndogo ya pili: Waziri Mkuu atakuwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Na ibara ndogo ya tatu: katika utekelezaji wa madaraka yake, Waziri Mkuu atatekeleza au kusababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo Rais ataagiza kwamba yatekelezwe. Mheshimiwa Spika, kwa kifupi, Waziri Mkuu ni kiungo muhimu kati ya bunge na serikali. Kwa maneno mengine, yeye ni daraja muhimu kati ya wananchi na serikali na ni msaidizi mkuu wa Rais katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, hayo ni majukumu mazito na makubwa ambayo ili kuyatekeleza yanahitaji mtu mchapakazi, lakini pia anahitaji mtu hodari, yanahitaji mtu anayejituma, lakini mtu mwenye busara, lakini mtu mwenye upeo mpana wa uelewa wa mambo, na mtu aliye na uwezo wa kubeba majukumu mengi bila ya kutetereka, na mtu aliye na uwezo wa kubeba majukumu mengi bila ya kutetereka. Mheshimiwa Spika, madaraka hayo yanahitaji mtu makini katika kulinda na kutetea katiba ya nchi, sheria, kanuni na taratibu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amewasilisha jina la Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ili lithibitishwe na Bunge, na kwa sababu anafaa na ana sifa zote hizo nilizozitaja hapo awali, Mheshimiwa Spika, nikianza na suala la uchapakazi. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba sio mgeni kwa waheshimiwa wabunge.
lakini pia sio mgeni kwa wananchi kwa ujumla. Historia yake katika nyadhifa mbalimbali alizowahi kuwa nazo zinalithibitisha hili ninalolisema. Watu wengi, ikiwa ni pamoja na waheshimiwa wabunge, wanaufahamu uwezo wake wa kufanya kazi kwa muda mrefu bila kujali saa za kawaida za kufanya kazi. Wanaufahamu vile vile uwezo wake wa kujituma usiku na mchana bila ya ulalamishi. Uwezo wake huo umejidhihirisha katika muda wote alioshika nyadhifa mbalimbali za uongozi wa umma ndani ya serikali na katika taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, pamoja na nafasi nyingine alizoshika katika utumishi wa umma, nizitaje hizi kwa uchache. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba amewahi kushika nafasi mbalimbali katika baraza la mawaziri, zikiwemo nafasi ya naibu waziri wa fedha na mipango. Aliwahi pia kuwa waziri wa kilimo. Lakini pia aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Lakini Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba aliwahi kuwa waziri wa katiba na sheria. Na Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, wadhifa wake wa mwisho alikuwa waziri wa fedha. Kazi ambayo ameifanya kwa umahiri mkubwa. Aidha, Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, tukiachana na nyadhifa hizo chache nilizozitaja, miongoni mwa nyadhifa alizowahi kushika ni mchumi mbobevu. Mwenye shahada ya uchumi, mwenye shahada ya uzamivu, yani Doctor of Philosophy katika masuala ya uchumi. Mtakubaliana na mimi kuwa kwa uzoefu na ubebevu huu wa kitaaluma, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni mtu sahihi kwa nafasi hii ya waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge watakubaliana nami kwamba Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ni mtu mwenye busara nyingi, kama ilivyo kawaida kwa watu wa aina yake. Ni msikivu wa hali ya juu. Anapokumbana na tatizo lolote anashaurika na hupokea ushauri kwa mikono miwili. Lakini vile vile ana uwezo wa kuchambua na kupima hoja mbalimbali. Upeo wake mpana na uelewa wa mambo katika kufikia maamuzi
umejidhihirisha katika utumishi wake wa umma. Mheshimiwa Spika, naziwasilisha sifa hizi kwenu ili sote kwa pamoja tumthibitishe Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aweze kuyabeba majukumu yote yanayoendana na wadhifa wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani anaweza kuyahimili. Mheshimiwa Spika, baada ya kuyaeleza hayo yote, sasa kwa heshima na taadhima naliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi, uliofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili awe Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitisha azimio la Bunge. Azimio lenyewe ni kama ifuatavyo na nitalisoma. Azimio la Bunge la kumthibitisha Waziri Mkuu chini ya ibara ya 51(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kanuni ya 33(2) ya kanuni za kudumu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuwa ibara ya 51(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaeleza kwamba kutakuwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakayeteuliwa na Rais kwa kufuata masharti ya ibara hii, ambaye kabla ya kushika madaraka yake ataapa mbele ya Rais. Na kwa kuwa tarehe 31 Oktoba 2025 Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilimtangaza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Na kwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliapishwa tarehe 3 Novemba 2025 na kushika madaraka ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na leo hii tarehe 13 Novemba 2025 ni siku ya 10 tangu rais aapishwe kushika madaraka ya urais. Hivyo muda huo ni ndani ya siku 14 zilizotakiwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kuwa Chama cha Mapinduzi kimepata wabunge wengi zaidi kuliko wabunge wa vyama vingine vinavyowakilishwa bungeni, na hivyo rais anayo haki ya kumteua waziri mkuu kutoka miongoni mwa wabunge waliochaguliwa katika majimbo ya uchaguzi miongoni mwa wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais amekwisha muarifu Mheshimiwa Spika kwamba amemteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi kupitia Chama cha Mapinduzi, kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Spika amekwisha wasilisha jina hilo katika bunge hili tukufu, na kwa kuwa ibara ya 51(2) inaeleza kwamba waziri mkuu aliyeteuliwa hatashika madaraka hayo mpaka kwanza uteuzi wake huo umethibitishwa na Bunge kwa azimio lililoungwa mkono
na kura za wabunge walio wengi. Kwa hiyo basi, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 51(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaazimia kama ifuatavyo: kwamba Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa kuchaguliwa kutoka Jimbo la Uchaguzi la Iramba Magharibi na ambaye ameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano, amethibitishwa na Bunge kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa kanuni ya 33(2) ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Asanteni sana. Sasa kwa mujibu wa taratibu zetu, kwa tunatoa nafasi ya wabunge wachache waliokaa bungeni kwa kipindi kirefu kusema mawili matatu kuhusu hoja hii. Mheshimiwa Lukuvi, jiandae. Mheshimiwa Jenista, jiandae. Mheshimiwa Malechela, jiandae. Mheshimiwa Ado, jiandae. Mheshimiwa Simba Chawene. Dakika 3. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, napenda kushukuru kwa kunipa nafasi hii, lakini kabla ya yote nimshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha leo katika siku hii yenye nuru kubwa na upendo iliyotuwezesha kukutana hapa na kufanya kazi hii muhimu kabisa ya kikatiba. Mheshimiwa Spika, kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha sisi wa Tanzania kufikia uchaguzi uliofanyika tarehe 29 na kukamilisha kwa amani na utulivu, na kutuwezesha sisi wabunge humu ndani kuweza kuchaguliwa na kuaminiwa na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwawakilisha. Lakini pili, leo nimshukuru tena kwa kutimiza kazi nyingine ya kikatiba ya kutuletea mwenzetu Dr. Mwigulu Nchemba ili tumthibitishe kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelezo mengi yametolewa na Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu na mimi nayaunga mkono kwa sababu nathibitisha yote aliyoyasema ni sahihi, na pengine kwa sababu ni mtu wa serikali, kwa wale wana CCM wenzangu niwakumbushe mengine ambayo nadhani Mwanasheria Mkuu hakuandika. Huyu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwetu sisi tumekuwa naye ni mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa miaka mingi, amekuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu, na amekuwa mjumbe wa sekretarieti yetu ya chama, lakini amekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Nawakumbusha wana CCM wenzangu kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan hakukosea. Lakini Mwanasheria Mkuu amesema hapa kwamba ndugu Mwigulu ni mchumi mbobezi. Haya ni kweli, amesomea, lakini wakumbushe tu, kabla hajajiunga na uongozi wa chama na ubunge alitokea Benki Kuu, kuthibitisha kwamba Benki Kuu hawachukui watu hivi hivi tu, wanachukua watu wenye uwezo. Kwa hiyo Mwigulu huyu ametoka Benki Kuu kabla hajajiunga na masuala haya ya siasa. Lakini kwa sisi tuliokaa bungeni muda mrefu tunajua uvumilivu alionao Mheshimiwa Mwigulu kwa mema na mishale mingi aliyopigwa, lakini hajateteleka.
lakini mafanikio tunayoyaona ndani ya nchi hii, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametekeleza miradi mingi sana iliyotuletea mafanikio, na sisi wabunge leo tunajivuna na tumechaguliwa kutokana na hayo. Lakini mkusanya ushuru ni huyu uliowezesha mafanikio hayo. Kwa hiyo mimi naunga mkono jambo hili, na ningependa waheshimiwa wabunge wenzangu tuliunge mkono kwa 100%. Ili tumheshimishe Mheshimiwa Rais, lakini tumpe nguvu na Dr. Mwigulu Nchemba yaanze kazi yake vizuri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Jenista, jiandae Mheshimiwa Malechela. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Na mimi kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuifikia siku hii ya leo. Lakini niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu, kwa ushindi mkubwa ambao ameupata katika uchaguzi wa mwaka huu. Tunampongeza sana. Lakini Mheshimiwa Spika, nikupongeze na wewe pia kukalia kiti hicho. Tunakupongeza sana na tuna imani kubwa sana na wewe utatuongoza ili kufanikisha ndoto na maono ambayo tunayataraji. Mheshimiwa Spika, ninaomba kwanza kabisa kabla sijaendelea nitamke ninaunga mkono hoja ya uteuzi wa Dr. Mwigulu Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba niseme sifa zilizosemwa na mwanasheria mkuu wa serikali ni stahiki na ni sahihi kwa Dr. Mwigulu Nchemba kupata madaraka hayo na kuweza kusimamia nafasi hiyo kubwa ya uratibu ndani ya serikali ili tuweze kufanikiwa kuyafikia malengo, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, pamoja na sifa hizo nyingine ambazo zimesemwa na mwanasheria mkuu, ninaomba niongeze sifa chache. Ya kwanza, Daktari Mwigulu Nchemba ni mtu wa maono. Anayo maono ya kujua taifa letu linataka kwenda wapi. Lakini Daktari Mwigulu Nchemba anajua vipaumbele vya nchi hii. Nini ambacho kinatakiwa kufanyika kwa sasa ndani ya taifa letu la Tanzania. Na kwa nini nasema hivyo? Mheshimiwa Spika, kwanza muungaji mkono aliyetangulia ameeleza vizuri mafanikio ya serikali ya awamu ya 6. Hakika yasingeweza kupatikana kama tungekuwa na waziri wa fedha ambaye hakutekeleza vizuri majukumu yake. Mheshimiwa Spika, wote tunafahamu mapato ya ndani katika nchi yetu ya Tanzania kupitia TRA iliyokuwa chini ya Wizara ya Fedha yameendelea kuongezeka na kusababisha mageuzi makubwa ya maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais wetu ametueleza kupitia ilani ya uchaguzi, lakini ndani ya siku 100 anayo maono yake, anayo malengo yake ambayo yanakwenda kumgusa Mtanzania mpaka wa hali ya chini. Maono haya yanahitaji waziri mkuu kama Mwigulu Nchemba ili yaweze kutekelezeka. Ninawahakikishia waheshimiwa wabunge kwa huduma hizo za afya, ujenzi wa uchumi, mabadiliko ya kimfumo ndani ya serikali yetu, usimamizi wa serikali, kwa sifa alizonazo Mwigulu Nchemba, ninawahakikishia maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yatakwenda kufanya kazi vizuri. Lakini jambo la mwisho, Mheshimiwa Spika, ninaomba uniruhusu ni washawishi wa bunge na kuhakikishia uwezo wa Daktari Mwigulu Nchemba katika nafasi hiyo unatokana pia na kazi kubwa aliyoifanya akishirikiana na mawaziri wengine, lakini yeye akiwa miongoni mwa mawaziri ambao wametengeneza dira ya taifa tutakayo kwenda nayo mpaka mwaka 2050. Kwa hiyo tunakwenda kupata waziri mkuu anayelitazama taifa hili mpaka miaka ya 2050.
Lakini Mheshimiwa Spika, naomba niwahakikishie wabunge, ninafahamu Daktari Mwigulu Nchemba yeye alikuwa ni miongoni mwa wajumbe walioandaa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030. Tumeletewa waziri mkuu ambaye alikuwa ni mmoja wa waandaaji wa ilani, kwa hiyo anaifahamu ilani hiyo na atakwenda kuisimamia vizuri. Mheshimiwa Spika, Daktari Mwigulu Nchemba ni jasiri, ni msimamizi wa mambo, anataka mambo yatokee. Kwa hiyo bila shaka tumuungeni mkono Daktari Mwigulu Nchemba katika nafasi hii. Tumepata chaguo sahihi na tutakwenda kusimama naye na tutakwenda kutekeleza majukumu yetu, kwanza kama wabunge, lakini tutakwenda kumsaidia Mheshimiwa Rais na serikali kuyafikia malengo ambayo tumejiwekea. Mheshimiwa Spika, naunga mkono azimio hili na ninamtakia kila la heri Daktari Mwigulu Nchemba katika kazi yake hii mpya ya uwaziri mkuu wa Jamhuri. Asante. Mheshimiwa Mama Malecela, jiandae Mheshimiwa Ado. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pili, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kampeni nzito aliyoifanya akituongoza na sisi wengine. Nampongeza na makamu wa rais. Mheshimiwa Spika, nakupongeza na wewe. Umetupa dakika 3, sitazungumza mengi zaidi. Mheshimiwa Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kutuletea Daktari Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu. Lakini nimpongeze kwamba mara kwa mara tangu alipochaguliwa mara ya kwanza kuwa rais huwa anawaona sana mawaziri wa fedha. Kipindi cha kwanza alipoteua makamu wake wa rais alimuona waziri wa fedha ambaye alikuwa ni makamu wa rais aliyestaafu. Kama sikosei, Dr. Mpango alimtoa akiwa waziri wa fedha. Na leo amemuona Mwigulu Nchemba aliyekuwa waziri wetu wa fedha, aliyekuwa mwenzetu tuliyekaa naye hapa kwa muda, na mkumbuka akiwa mbunge, nikiwa na maana backbencher, akiwa naibu waziri, akiwa waziri katika wizara mbalimbali. Mheshimiwa Spika, niwaambie waheshimiwa wabunge wenzangu wote, sifa hii hakuna mtu alizungumza. Sifa kubwa ya Mwigulu Nchemba ambaye sasa anakwenda kuwa waziri mkuu wetu, anafikika. Waheshimiwa wabunge mlioko humu ndani, lazima niseme ukweli. Kuna watu wakiwa mawaziri wanakuwa wagumu kufikika. Waziri Mwigulu Nchemba amekuwa naibu waziri, amekuwa waziri, amekuwa waziri wa fedha. Mtu yeyote anamfikia wakati wowote pale alipoketi. Na waziri mkuu ajaye huyu hapa, nyumbani kwake ni nyumbani kwa kila mtu. Hongera sana. Mheshimiwa Spika, Rais Samia Suluhu hajui, lakini ameigusa mioyo yetu sana. Mimi nina uhakika wale tuliokaa na Mwigulu Nchemba tunamfahamu. Nyie mliokuwa nje ambao mmeingia sasa, mlikuwa mnamsikia. Ni kijana mzuri sana. Ana upendo kwa wenzie, anakukaribisha. Mheshimiwa Spika, nisingependa kuongea kwa muda mrefu, lakini naomba niwashawishi waheshimiwa wabunge wenzangu. Tumepata waziri mkuu mzuri. Sisi tunamtaka waziri mkuu atakayetupokea pale mbele. Ukienda akupe nafasi, wote mtakuwa mnataka hivyo. Yule pale ndiye mwenzetu atakayetupokea wakati wowote. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa unyenyekevu mkubwa, ametuletea waziri mkuu ambaye wabunge wote tunamhitaji. Asante sana Mheshimiwa. Asante.
Mheshimiwa Ado, jiandae Mheshimiwa Tawida Gallos. Mheshimiwa Spika, napenda kukushukuru kwa kuniona na kunipa fursa hii. Ingawa kwa mujibu wa kanuni za bunge hili hatuna kambi rasmi ya upinzani